Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu aliye mbinguni kwa wema wake na fadhili zake nyingi na kwa mkono wake mkuu ambao ameachilia kwenye maisha yetu. Ikiwa leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 5, maana yake ni kwamba ni siku ya mwisho katika mwezi wa 5 na tunaingia lango lingine la mwezi mpya ambao ni mwezi wa 6. Nami nimekuja mbele zako, nataka kusema nawe juu ya jambo moja kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho, na kuna namna ambayo utafunguka fahamu zako na utajikuta kuna baadhi ya vitu ulikosea hapo mwanzo, lakini sasa baada ya kupata maarifa haya utaamua kabisa kufanya vitu na ukaongoza mambo yako kiroho zaidi. Nimekuja kwako usiku wa leo ikiwa ni majira ya usiku kabisa, lakini ninaleta somo hili mbele zako ili Mungu wa mbinguni akusaidie unavyoingia lango la mwezi wa 6, uingie kama mshindi, uingie kama mtu ambaye una maarifa na unajua namna ambavyo inapaswa kutembea katika ulimwengu wa roho. Maisha yetu kwa sisi ambao tumeokoka mara nyingi huwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu, na mara nyingi maisha yetu yapo kiroho. Kwa kila jambo huwa tunalitawala kiroho. Jambo lolote tunalifanya sawa sawa na maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jambo lolote unalolifanya katika ulimwengu huu lazima ukubali kwamba lazima uongozwe na Roho wa Bwana. Na ukifanikiwa katika hilo, hapo maana yake ni kwamba kila jambo utafanikiwa zaidi. Maana hakuna ambaye anaweza akafanikiwa katika ya maisha pasipo kukubali kuongozwa na Roho wa Mungu. Vivyo hivyo na sisi pia, ili tuweze kufanikiwa lazima tuongozwe na Roho wa Mungu. Ulipokuwa unaanza mwaka mpya uliomba baraka juu ya mwaka 2025 na ukaombea miezi yote katika mwaka. Lakini nami pia Bwana amenifunulia jambo moja, ya kwamba tunavyoingia mwezi mpya tunapaswa pia kuomba kama hivi leo ambavyo Roho Mtakatifu ameachilia mafunuo haya. Ninaomba tutaenda kuomba leo maombi maalum juu ya lango la mwezi wa 6, ikiwa mwezi una siku 30. Kwa hiyo tunaenda kuuteka mwaka, tunaenda kuuteka mwezi kwenye ulimwengu wa roho kwa kuamua kwa njia ya maombi. Nataka nikwambie jambo moja. Majira yoyote katika ulimwengu wa roho huwa yanakuwa na matukio yake. Kwa hiyo mwezi wa 5 kuna majira yake yalipita, lakini mwezi wa 6 kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapitishwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo lazima uwe mjanja katika kutawala lango la mwezi husika. Inawezekana ndio uliomba mwezi wa 1 mpaka wa 12, lakini nataka nikwambie kuna nguvu kubwa sana ya kusimama katika maombi kuombea mwezi husika unapoanza. Kwa hiyo tunaanza mwezi mpya, lakini pia hakikisha kwamba una utawala kiroho na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Majira yoyote katika ulimwengu wa roho huwa yanakuwa na vitu vyake vinavyopitishwa. Kwa Mungu anapofungua majira fulani katika mwaka, katika mwezi, yapo mambo ambao wanaachilia katika mwezi husika. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye neema, tawala mwenye Bwana, achilia nguvu zako kwa yote anayenisikiliza, ukaachilie fahamu, ukaachilie hekima, ukaachilie neema na mafunuo, wapate kuelewa neno hili na nguvu zako zikashuke hapo walipo. Ni katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana, ambayo kila wakati unatega muda kwa ajili ya kufuatilia masomo haya ambayo kila wakati tunayapata kupitia Nuru ya Siku. Na leo Nuru ya Siku imeangaza maombi maalum katika lango la mwezi wa 6. Hivyo maandalizi ndiyo yanayokupa mafanikio katika ulimwengu wa roho. Kwa jambo lolote katika ulimwengu wa roho, jambo la kwanza lazima ina maandalizi. Tambua kila mwezi kiroho umebeba baraka zake, na kila mwezi kiroho umebeba neema zake, na kila mwezi kiroho umebeba mafanikio yake. Inawezekana mwezi wa 5 umepitia katika changamoto mbalimbali. Huu mwezi wa 6 unaenda kumwambia Bwana, sitaki kupita kwenye zile changamoto ambazo nimepita mwezi wa 5. Kwa lazima ujiandae binafsi kiroho ili kuweza kuzipokea zile nguvu za Mungu ambazo anaachilia kwa mwezi husika, ambazo Bwana anaachia zile baraka kama mvua inavyoonyesha katika majira. Vivyo hata baraka za Mungu huwa zinashuka kulingana na majira husika na wakati husika. Naomba nikutie moyo ambao unatega muda wako kila wakati na kufuatilia masomo haya, haupotezi muda, bali neema ya Bwana ipo juu yako na maisha yako yataenda kubadilika kabisa, kwa sababu neno hili ni neno la Mungu mwenyewe ambalo
amekusudia kwenye maisha yetu ili kututoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni kwa nini tunaomba juu ya maombi haya maalumu juu ya mwezi wa 6? Ni kwa sababu tunataka kuukamata mwezi wa 6 kwenye ulimwengu wa roho. Wakuu wa anga na wakuu wa giza ni wajanja sana. Wanawahi mapema, wanajikuta wamekutangulia mbele. Kwa wanapanga uharibifu mkubwa mbele, na mwisho wa siku unakuta zile baraka ambazo Mungu amepanga kuachilia kwa mwezi wa 6 unapishana nazo. Haleluya. Jambo la kwanza unavoombea mwezi wa 6, wewe unayenisikiliza, tenga muda wako mzuri, omba maombi ya shukrani, ukimshukuru Mungu kwa miezi 5 iliyopita, ukimshukuru Mungu juu ya mwezi wa 5 ambao unaisha leo, ukimwambia Baba, asante kwa kunipatia nguvu, asante kwa kunilinda, asante kwa kunibariki, asante kwa kuniinua, asante kwa kunifanikisha juu ya miezi 5. Ninaingia mwezi wa 6, mwambie Baba, ninaomba neema yako iwe juu yangu. Kwa nini unamshukuru Mungu? Unapomshukuru Mungu maana yake ni kwamba unaonesha shukurani, unaonyesha thamani ya kile ambacho Mungu ameachilia. Kumbuka kuna wengine wamepoteza maisha, kuna wengine mambo yao yaliharibika, lakini wewe Bwana alikuwa pamoja nawe. Kuna wengine pia walipitia magumu mwezi wa 5, lakini nataka nikwambie unavoomba kwa kumshukuru Mungu hata katika yale magumu uliyoyapitia, maana yake unampa nafasi ya Mungu kubariki mwezi wa 6. Kwa tenga muda wako vizuri, nenda mbele za Bwana kwa shukrani ukimshukuru Mungu. Jifunze kumshukuru Mungu. Jifunze kumshukuru Mungu. Na kesho ni siku ya Jumapili, wewe ambao unaenda kanisani, hakikisha na sadaka maalumu ya kutoa kwa ajili ya kumshukuru Mungu juu ya miezi 5, na pia uiombee hiyo sadaka ikanene juu ya mwezi huu wa 6. Na neema ya Bwana itakuwa juu yako, na nguvu za Bwana zitakuwa juu yako, na uwepo wa Bwana utaenda nawe kila mahali, kwa sababu umemtanguliza Mungu katika hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu sana. Mungu wetu ni Mungu aliye mkuu sana, na Mungu wetu ni Mungu mwenye uweza. Anatenda mambo makubwa ambayo katika hali ya kawaida hauwezi ukaelezea, lakini wale ambao wako rohoni wanajua nini ninachokimaanisha. Kwa hakikisha unatenga muda wako mzuri kwa ajili ya kushukrani, ukimshukuru Mungu juu ya matendo makuu ambayo amekutendea, ukimshukuru Mungu juu ya baraka ambazo ameachilia kwa miezi 5, mwezi wa 5. Inawezekana ndio mwingine labda ulikuwa mwezi mgumu, lakini nataka nikwambie ukimshukuru Mungu kuna namna Mungu anaenda kutendea mambo makubwa kwa mwezi wa 6 ambao tunauanza majira machache yaliyosalia hivi sasa. Zaburi ya 50 mstari wa 22 na 23, neno la Bwana linasema, yafahamu hayo ninyi mnaomsahau Mungu, nisije nikawalalueni, asipatikane mwenye kuwaponya. Atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Kwa Bwana anapendezwa na dhabihu ya shukrani. Bwana anapendezwa na dhabihu ya shukrani. Kwa tenga muda wako mzuri majira yaliyobaki haya, kaa kwenye maombi, mshukuru Mungu. Mwambie Baba, asante kwa uaminifu wako na nguvu zako. Mwambie Baba, asante kwa wema wako. Umenipa baraka, umenipa ushindi kwa miezi 5. Nimeuona mkono wako ukinilinda, nimeona nguvu zako zikiniongoza. Mshukuru Mungu maana umelindwa. Kuna wengine wamepoteza maisha, kuna wengine wameaga dunia, lakini wewe Bwana amekupa neema. Ni jambo ambalo natakiwa mshukuru Mungu. Maana Bwana anapendezwa na moyo wa shukrani. Anapendezwa na yule atoaye dhabihu ya shukrani. Mshukuru Mungu hata kama una sadaka ya kutoa, lakini kaa kwenye shukrani. Mwambie Baba, asante kwa uzima huu. Sina chochote zaidi ya moyo wangu wa shukrani. Maana yake Bwana anatazama moyo wako jinsi unavyomimina mbele zake. Maana yake yeye anatazama moyo unavyomimina mbele zake ukimshukuru juu ya matendo makuu aliyokutendea, familia yako, watoto wako. Haya ndiyo mambo ambayo Mungu anapendezwa na watu ambao wanatambua thamani ya Mungu wao, wanatambua umuhimu wa Mungu wao jinsi alivyowatendea. Utini bora kuliko dhabihu. Kwa mwisho wa siku, angalia ndani ya moyo wako ukimtii Mungu kwa njia ya shukrani, ukimwambia Baba, asante kwa uaminifu wako na nguvu zako, umenilinda. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wao wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu? Ila mgeni huyu akamwambia, inuka, enda zako, imani yako imekuokoa. Hiki ni kisa cha wale watu ambao
Hawa ni watu ambao waliponywa, lakini mwisho wa siku akarudi mmoja kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kile ambacho alifanya. Kwa wako watu wengi ambao Mungu amewatendea matendo makuu, lakini mioyo yao iko mbali, wanashindwa kumshukuru Mungu. Kuna mwingine biashara yako imefanikiwa mwezi wa 5, lakini unashindwa kumshukuru Mungu. Nakupa kodi hii hapa, au nakupa hii password moja ya kiroho ambayo itakusaidia katika kuweza kufanikiwa katika mwezi wa 6. Kwa mwezi wa 6, na Mungu wa mbinguni atakufanikisha katika mengi, na neema ya Bwana itakuwa juu yako, na mkono wa Bwana utakuwa juu yako, akilinda familia yako, akilinda watoto wako, na akilinda uzao wako pia. Jambo lingine ambalo nataka nikusisitize pia unavyoingia mwezi wa 6, jambo lingine la muhimu zaidi, mwezi wa 6 ufanye uwe ni mwezi wako wa maombi. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 uwe ni siku ya kuomba. Kuomba sio lazima uombe masaa mengi, ni namna Roho Mtakatifu atakaofunulia. Kwa hiyo amka asubuhi, mshukuru Mungu. Liinue lango la tarehe 1 la tarehe 2 mpaka tarehe 30. Kila siku inua kwa maombi tu, maana maombi yako yanamfanya shetani asikuwekee kizuizi mbele. Wako wengine wamewekewa vizuizi na shetani kwa sababu wameshindwa kuomba. Kwa hiyo tunavoomba juu ya malango ya mwezi wa 6, au tunapoomba juu ya lango la mwezi wa 6, maana yake tunasema kwamba Mungu tangulia mbele. Wapo watu ambao wanashindwa kuomba, na mwisho wa siku adui amewatangulia mbele na akapitisha uharibifu, na akapatisha roho za uharibifu. Nini kinatokea? Maana yake ni kwamba utatembea kwenye njia ambazo si sawa, na mwisho wa siku adui shetani akatawala malango yako. Mwambie Bwana atangulie juu ya ndoa yako, mwambie Bwana atangulie juu ya kazi yako. Itisha promotion katika kazi yako, itisha mkono wa Bwana katika kazi yako, na mkono wa Bwana utakuwa juu yako. Na utaona mwezi wa 6 ni mwezi ambao utakuwa ni mwezi wa utele, mwezi wa mafanikio, mwezi wa kuinuliwa, utakuwa ni mwezi wa kicheko. Tenga muda wako kwa ajili ya maombi, omba kwa kumaanisha mbele za Bwana, na Mungu wa mbinguni kuinua. Wewe ambaye unaona kabisa kuna nguvu fulani za giza zilikuwa zimekuzuia mwezi wa 6, mwezi wa 5, mwambie Bwana, zile nguvu za giza ambazo zilikuwa zimenizuia mwezi wa 5 hazitafanikiwa mwezi wa 6. Tangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu kwamba nafunga kila nguvu za giza, nafunga kila nguvu za kipepo, nafunga kila roho za uharibifu ambazo ziliharibu biashara yangu, kazi yangu mwezi wa 5. Mwezi wa 6 natembea kwa ushindi, na mkono wa Bwana utakuwa juu yako. Nataka nikwambie jambo moja. Maombi yanakupa nafasi ya kusikiliza maelezo ya Mungu, na mwisho wa siku Mungu ataachilia maelekezo ambayo yatakufanya uweze kutembea sawasawa na Mungu anavyotaka utembee katika mwezi wa 6. Maana Mungu anaweza kufunulia hata watu wa kuambatana nao mwezi wa 6. Inawezekana ulikuwa unafanya biashara na watu fulani, lakini Mungu anaweza akawaondoa na akakuinulia watu fulani wapya kuambatana nao, na ukakuta mwezi wa 6 ukawa ni mwezi wa ushindi. Ninatamka kama mshindi kwa sababu najua ushindi upo katika yeye ambaye alishinda pale msalabani, ambaye alishinda mauti, ambaye ndiye Yesu Kristo. Nami nakutia moyo, tamka kwa ushindi kwamba mwezi wa 6 sitatembea kwenye laana, mikosi, sitatembea kwenye hali ya kuzuiliwa, hali ya kuteswa. Maana kuna wengine wanateswa na nguvu za giza, na mwisho wa siku kila wakati wamekuwa wakihangaika. Nataka nikwambie, wewe ni mtu ambaye umebarikiwa sana na Bwana, na Mungu wa mbinguni anakupenda, na ndio maana nimekuja kwako usiku wa leo nikikutia moyo ya kwamba ribo sharia masaya, ya kwamba yote yanawezekana katika yeye akutiae nguvu, au katika yeye anitiae nguvu, ambaye ndiye Mungu wetu aliye mbinguni. Jambo lingine la muhimu zaidi, tamka baraka zije kwako mwezi wa 6. Mkumbushe Mungu, mwambie Bwana, ninaomba zile baraka za Isaka na Yakobo, zile baraka ulizokuwa umeniahidi, ninaomba Bwana katika mwezi wa 6 baraka hizo ziende nami. Mwambie Mungu ainue msaada kutoka juu mbinguni, msaada utoke juu mbinguni, aweze kukuachilia baraka. Maana baraka za Mungu zikiwa juu yako hakuna awezaye kuzuia. Ukiweza pia kuziteka baraka za Mungu kiroho, tambua pia ulimwengu wa giza una tabia ya kutoa sadaka ili mwisho wa siku waziteke baraka. Lakini pia naye nakupa hii kodi ya msingi. Kesho ukiwa kanisani, andaa sadaka yako maalum.
sadaka iliyobeba moyo wako. Mwambie Bwana, ninaitanguliza sadaka hii kwenye lango la mwezi wa 6, ikawa ni sadaka ambayo itamkumbusha Bwana, atakuwa anaachilia baraka. Mvua ya baraka inavyonyesha kutoka juu mbinguni itanyesha na kwako, kwa sababu zile sadaka zitakuwa ukumbusho mbele za Bwana. Hizi ni sadaka ambazo yawezekana pia utaweza kumkumbusha Bwana juu ya sadaka ambazo ulishatoa, lakini majibu yakawa yamechelewa. Mwambie Bwana, mwezi wa 6 ukae ni mwezi wa kupokea majibu ya maswali ambayo sikufanikiwa kuyapata. Wapo watu waliomba mwezi wa 1 mpaka wa 5, lakini kufanikiwa kupata majibu, na ulitoa sadaka. Nenda kamkumbushe Bwana kwa baraka zile ambazo niliziomba na nikaambatanisha sadaka yangu, ninaomba Bwana ziwe juu yangu kwa mwezi wa 6. Sijui naongea na nani. Inawezekana naongea na mtu mahali hapa ambapo ananisikia kwa umakini zaidi. Nawezekana pia kuna mambo mengi anatamani ayaone kwa mwezi wa 6. Nataka nikwambie, Bwana ataenda kuzikumbuka sadaka zako na kuzitakabari zote, na atakujalia kwa kadri ya moyo wako, na atatimiza yale mashauri yote ambayo uliyapeleka mbele za Bwana, kwa sababu Mungu wetu yeye ni mwaminifu. Zaburi 20 mstari wa 3 mpaka wa 4 anasema, azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabari dhabihu zako zote. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. Itisha baraka za Mungu kwa watoto wako, itisha baraka za Mungu kwenye familia yako, itisha baraka za Mungu kwenye kazi yako ulio ofisini. Tembea kama mshindi. Wewe ulio ofisini usionekane wa kawaida. Mwambie Bwana, mimi sio wa kawaida. Mimi ni mtu niliyebarikiwa, mimi ni mtu niliyefanikiwa, na utembee kwa ushindi. Amaya koria masaya ntelebosha laya ntaya masaya. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, neema ya Bwana na baraka zake ziwe juu yako. Maana Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu na ni Mungu aliye mkuu. Hakuna anaoshindikana kwake. Yawezekana pia umepitia nyakati ngumu ofisini, wewe ofisini. Yawezekana pia ulitamani kupandishwa cheo lakini cheo chako hakijapanda. Tamka promotion mwezi wa 6. Mwambie Bwana, huu ni mwezi wa promotion. Haijalishi mazingira, lakini wewe mwambie Bwana, nataka mwezi huu wa 6 uwe ni mwezi wa promotion. Maana mambo ya Mungu ni mambo yasiyowezekana. Yaani mambo ya Mungu ni mambo ambayo anayafanya mazingira ambayo wao utegemei yeye ndo anatenda. Kwa inua, tamka baraka mwezi wa 6 ziwe juu yako. Lakini pia jambo lingine, omba neema ya uzima na kuishi. Mwambie Baba aachilie neema ya uzima. Wako watu wanapoteza maisha tarehe za mwanzo. Tarehe 1 mwezi unaanza mtu anapoteza maisha. Nataka nikwambie, mwambie Mungu akusaidie. Baba, mwambie naomba unisaidie neema ya uzima kwenye familia yangu. Kamata watoto wako usiku wa leo, wakusanye pamoja, kaa nao. Omba maombi hayo ukimwambia Baba aachilie neema ya uzima kwa watoto wako. Wanaenda mashuleni, ziko roho za uharibifu zinaachiliwa manjiani. Mwambie Bwana, ninawafunika watoto wangu kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ninafunga kila roho za mauti, ninafunga kila roho za magonjwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na Mungu aliye mbinguni atawafunika watoto wako na ataachilia neema ya tofauti kwa watoto wako, na utajikuta watoto wako wanatembea washindi. Hakutokuwa na ajali katika mwezi wa 6. Hakutakuwa na magonjwa katika mwezi wa 6. Maana yake ni kwamba unamwambia Bwana aingilie kati. Wako watu ambao wanaumwa kuanzia mwezi wa tarehe 1 mpaka tarehe 30. Hii yote ni roho ambayo inakufanya urudi nyuma, lakini Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu sana, na ni Mungu anayesikia. Anasema, njoni kwangu nyinyi wote msumbukao. Maana yake yeye anajua yako masumbufu mengi hapa duniani. Mwambie Bwana, watoto wangu ninawakabidhi mbele zako, ninaomba waachilie ulinzi. Na Mungu aliye mbinguni anaachilia ulinzi kwa sababu umempa nafasi. Anasema umempa nafasi kwenye moyo wako. Kwa yeye atahakikisha ya kwamba hakuna roho ambayo itakatisha uhai wa watoto wako, hakuna roho itayokatisha uhai wako. Manake Bwana ataingilia kati, maana yeye ndiye atupae nguvu na uwezo wa kuishi. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na neema ya Bwana iwe juu yako siku wa leo, na ujue namna ya kuomba na kuzitaka hizi neema za kuishi na uzima katika mwezi wa 6. Lakini pia funga kila milango ya kipepo
ambayo kila wakati imekuwa ikiingia na kuleta uharibifu. Sawa sana neno la Bwana katika ile Mathayo 16 mstari wa 19, mwambie Bwana, umesema katika neno lako ya kwamba lolote tutakalofunga duniani na mbinguni pia litafungwa, na lolote tutakalofungua duniani na mbinguni pia itafunguliwa. Mwambie Baba, ninafunga kila milango ya kipepo, ninafunga kila milango ya magonjwa, ninafunga kila milango ya laana, ninafunga kila milango ya uharibifu, ninafunga kila milango iliyofunguliwa na maadui, nafunga kila milango ya kichawi na kiganga ambayo imefunguliwa ili kuleta uharibifu katika mwezi wa 6, na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Inapofika saa 6 kamili, andaa moyo wako kwa ajili ya maombi, na baada ya hapo utaona nguvu za Bwana zikienda nawe katika mwezi wa 6, na neema ya Bwana itakuwa juu yako, maana Bwana anasema tumuite naye atatuitikia, naye atatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Muite Bwana kwa njia ya maombi, kwa sababu Bwana amekupa ufalme wa mbinguni, amekupa ufunguo wa ufalme wa mbinguni ambao unaweza ukafunga lolote na ukafungua lolote. Sawa sana Mathayo 16 ule mstari wa 19. Jambo lingine ni la muhimu sana ili uweze kufanikiwa kiroho katika mwezi wa 6, mwambie Bwana afanikishe njia zako, akuinulie watu wa kuambatana nao, watu ambao wamebeba kusudi la Mungu, watu ambao watakusaidia kutambulisha kwenye makundi mbalimbali, watu ambao watakusaidia kukutoa sehemu mbalimbali. Maana Bwana anapoachilia watu kwenye maisha yako, manake wale watu watasimama kwa ajili ya kupitisha baraka za Mungu. Mungu anashuka kwa njia ya watu. Kwa Mungu anaweza akaachilia mtu mmoja ambaye akasimama na akaweza kutetea ofisini kwenye kazi yako, na mwezi wa 6 ukawa ni mwezi wa ushindi. Katika kufanikisha jambo lolote kuna makundi mawili, wako watu wa gizani na watu hapo wazuri. Lakini mwambie Bwana, ninaomba uletee watu wazuri kwangu, ninaomba uniletee watu wa maana kwangu, ninaomba uniletee watu waliobeba kusudi lako, ninaomba uniletee watu waliobeba baraka zako. Maana yake ni kwamba unampa Mungu access ya kuamua watu wa kuja kwenye maisha yako. Haikuwa rahisi kwa Yusufu alipofika kwenye nyumba ya Potifa, maana yake alikuwa ni mtu sahihi ndani ya nyumba ya Potifa, na ndio maana baraka zikaongezeka katika ile nyumba. Wako watu ambao Bwana akiwainua kwenye maisha yako, utakuta baraka zinaongezeka, ushindi unaongezeka, mafanikio yanaongezeka, kwa sababu ameinua watu wa maana. Mungu akujalia kuinulia watu wa maana mwezi wa 6. Mungu akuinulie watu wa maana mwezi wa 6. Mungu akuinulie watu wa maana mwezi wa 6, watu ambao wamebeba kusudi la Mungu, watu ambao ni wa muhimu, watu ambao watafanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Ndio maana Yakobo alipoingia kwenye nyumba ya Laban, tunaona maongezeko kwenye mifugo na kila kitu. Maana yake ni kwamba alibeba upako wa maongezeko. Nami nakuinulia siku ya leo, nataka nikwambie jambo moja. Mungu akuinulie mtu kama Yakobo. Mungu akuinulie mtu kama Yusufu atakayekaa kwenye nyumba yako, na maongezeko yatakuwa ni makubwa sana. Soma ile Mwanzo 39 mstari wa 3 mpaka wa 5. Mwanzo 39 mstari wa 3 mpaka wa 5. Neno la Bwana linasema, Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yake yote mkononi mwake. Kwa Potifa aliweza kufanikiwa kwa sababu ya Yusufu. Kwa unahitaji mtu ambaye amebeba upako wa Mungu, unahitaji mtu ambaye anatembea na uwepo wa Mungu, unahitaji mtu ambaye amefunikwa na nguvu za Mungu, ambaye utaambatana naye, na mwisho wa siku mambo yakawa safi, nuru ikaangaza, baraka zikaja kwako. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamwekea awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake. Leo hii Bwana akuinulie mtu ambaye atakuwa msimamizi juu ya biashara yako. Leo hii Bwana akuinulie mtu atakayekuwa msimamizi juu ya familia yako, na baada ya hapo kazione baraka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu, na mbaraka wa Bwana ukaa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Unahitaji watu wa maana ambao wakisimama, baraka za Mungu zitamiminika na uwezo wa Bwana utakuwa juu yako. Mwambie Baba, ninaomba uniinulie watu kama Yusufu. Baba, ninaomba uniinulie watu kama
Yakobo. Maana yake Bwana anapoachilia watu wa aina hii hapo wakisimama kwenye maisha yako, yote katika yote yatafanikiwa, maana mkono wa Bwana utakuwa juu yako, na wale watu watasimama kama watu ambao wanawakilisha nguvu za Mungu, watasimama kama malaika wa Mungu kwenye maisha yako, watasimama kama malaika wa Mungu kwenye biashara yako. Ni swala la kuomba na kuamini, maana Mungu anataka uombe. Anasema, kwa kuwa umekuwa thamani machoni pangu, nami nitainua watu kwa ajili yako. Maana yake Bwana yuko tayari kuinua watu kwa ajili yako. Bwana yuko tayari kuinua watu wa maana kwa ajili yako. Unahitaji nini? Ni swala la wewe kumwita Bwana, naye atasikia, na akishasikia anatenda, na akishatenda anaachilia neema, kwa sababu yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Anasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Bwana anakupenda na yuko tayari kuinua watu kwa ajili yako. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Bwana atakuinulia watu watakuja kwenye biashara zako, atakuinulia wateja wa maana watakuja kwenye kazi yako, atakuinulia wateja wa maana kwenye biashara yako, kwa sababu umependwa na Bwana. Mwambie, Baba, huu mwezi wa 6 ninaomba watu sahihi, watu wa maana, na Mungu wa mbinguni hatakuwa juu yako na atafanikisha kila jambo ambalo umelipanga kwa mwezi huu wa 6. Jambo lingine, ikiwa kuna mambo fulani ambayo yalikuwa ni vikwazo kwenye mwezi wa 5, mwezi wa 4 ukaona ni vikwazo, achana nayo mara moja. Yawezekana kuna njia fulani ulikuwa unatumia, lakini zile njia hazijakufanyisha jambo lolote. Epukana nazo na acha kabisa. Wewe ambaye umefikia wakati baada ya changamoto nyingi ukaingia kwenye msongo wa mawazo, ukamziaki Mungu na ikafikia hata ukakata tamaa, nataka nikwambie, jiepushe mara moja na mambo ambayo yanakupa stress, ambayo yalikupa stress mwezi wa 5. Sema mwezi wa 6 utakuwa ni mwezi wa ushindi. Hata kama ushindi hauoni, lakini katika ulimwengu wa leo unatakiwa uone ushindi, na Mungu aliye mbinguni atakuonekania na atafungua milango. Mwezi wa 6 ni mwezi wa ushindi, ni mwezi ambapo katikati, yani tunaingia katikati ya mwaka. Kwa lazima utembee kwa ushindi na mkono wa Bwana ukae juu yako. Mwambie Bwana, miezi iliyosalia hiyo 6, mkono wako ukae juu yangu. Yale ambayo sikufanikiwa katika hii miezi 5 ya nyuma, miezi iliyosalia nikauone mkono wako. Na Bwana aliye mbinguni ataenda kufanikisha na ataachilia baraka za tofauti sana kwenye maisha yako. Mungu wa mbinguni aliye juu mbinguni, ambaye ameketi juu mbinguni na miguu yake imeelekea duniani. Maana yake unaweza ukapiga magoti, ishara ya kwamba uko na Mungu mahali hapo, na Baba akakualikia msaada wake, na ukakuta neema ya Bwana inashuka toka juu mbinguni na kuachilia msaada kwenye maisha yako. Mungu aliye mbinguni akubariki sana, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi. Tunahitaji neema ya Bwana, tunahitaji mkono wa Bwana, tunahitaji Bwana aingilie kati. Hauwezi mwenyewe, nataka nikwambie mtu wa Mungu. Hauwezi mwenyewe. Hauwezi mwenyewe. Hata kama una akili kiasi gani, hata kama ni msomi kiasi gani, bila mkono wa Mungu katika maisha ya sasa huwezi. Wako watu ambao walitumia akili zao, lakini mwisho wa siku waliangukia pua. Lakini nataka nikwambie wewe mtu ambaye umebarikiwa na Bwana, simama kwenye nafasi yako na Mungu wa mbinguni atakufanikisha katika yote. Maana yeye anasema, njooni kwangu ni nyote msumbukao na kulemewa na mizigo. Maana yake yeye ndiye ambaye awezaye kutupumzisha. Pumziko zuri, pumziko la amani. Kama nilivyotangaza hapo awali, nilitangaza kwamba mwezi huu wa 6 tutakuwa na program maalum ya kusoma Biblia, na tutajikita kwenye vitabu vya Agano Jipya. Tutaanza Mathayo mpaka Ufunuo kwa siku 30. Kwa maana yake weka mikakati, kwa mwezi wa 6 tunatembea kama watu wenye maarifa. Tutakuwa tunasoma Biblia, na nitoa mwongozo kwamba ili uweze kumaliza vitabu inatakiwa kila siku usome vitabu 9. Yaani unaanza Mwanzo, unaanza Mathayo 1, cha 2, cha 3, cha 4 mpaka cha 9. Baada ya hapo unamaliza. Kwa unaweza kuweka utaratibu, asubuhi vitatu, mchana vitatu, na usiku vitatu. Mpe Mungu nafasi ya kwanza ili yeye ajivunie kupitia wewe, na mwisho wa siku akuachilie neema. Usiogope, maana Mungu yuko pamoja nawe.
ataachilia baraka kutoka kitini pake na atakulinda katika kila jambo. Wewe ambaye uko tayari, inawezekana upo kwenye group letu la WhatsApp namba 0695860537 iko WhatsApp. Njoo niambie niko tayari nikuingize kwenye grupu, na baada ya hapo tutaanza ratiba yetu ya kusoma neno. Vitabu 9 kwa siku. Ukiwa nyumbani unaweza ukasoma vizuri kabisa na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Unavyosoma neno maana yake unayataka maarifa ya Mungu na unamtaka Mungu. Maana amesema tumtake na nguvu zake. Kwa hivyo lazima upende kusoma neno na Bwana aliye mbinguni akufanikishe katika yote, na mkono wa Mungu wetu aliye juu mbinguni awe juu yako. Na unapoingia katika maombi haya ya mwezi wa 6, ninatamani tu uombe kwa uaminifu. Mwambie Baba aingilie kati. Nimetoa hiyo miongozo, vitu vya kuomba, prayer point za kusimamia nimetoa. Nilikuwa naongea moja, natoa ufafanuzi. Kwa katika hayo tafuta na vifungu vingine vya Biblia, simama na neno. Jambo lolote tunapoomba mbele za Mungu, simama na neno. Maana unaposimama na neno inakuwa kama vile tai umemshikilia Mungu, kwamba umesema katika neno lako, kwa kuwa nimekuwa samani machoni pako, nawe Bwana umesema utainua watu kwa ajili yangu. Ninaomba Bwana niinulie watu. Maana yake Mungu anatazama kile alicho neno lake linapotamkwa na kile ambacho nakiomba, maana yake anajua ni mtu ambaye unajua haki yako ilipo. Kwa hiyo usisimame mwenyewe ukao unaomba tu kama watu ambao wanapayuka. Omba huku umesimama na neno ambalo Mungu atakusaidia. Unataka kuomba juu ya prayer point fulani, tafuta neno la kusimamia ili Mungu aweze kuachilia msaada sawa sawa na neno lake linavyosema. Mungu wa mbinguni akubariki sana, na neema za Bwana wetu Yesu Kristo ziwe juu yako katika mwezi wa 6, na ukae ni mwezi wa mafanikio na ya ushindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakushukuru Mungu wangu wa mbinguni. Ninasema asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa mkono wako, asante kwa uweza wako. Ninakuomba Mungu wangu wa mbinguni, yeyote anayesikiliza somo hili majira na wakati kama huu hapa, nguvu zako zimfunike, roho ya maombi ingie ndani yake na uweza wako umfunike. Baba, tunapoingia mwezi wa 6 ukae ni mwezi wa ushindi, mwezi wa mafanikio. Ninakwenda kinyume na kila roho za magonjwa, ninakwenda kinyume na kila roho za uharibifu, ninakwenda kinyume na kila roho za uharibifu, ninakwenda kinyume na kila roho za ajali. Ninaitisha msaada wako Bwana kwa watoto wako. Ninaitisha msaada wako ndani ya Tanzania. Walinde vijana wa Tanzania, walinde mama wa Tanzania, walinde baba wa Tanzania. Ninaifunika nchi ya Tanzania kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ninaifunika nchi ya Tanzania kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Baraka zako Bwana zishuke ndani ya nchi ya Tanzania. Mwezi wa 6 ukae ni mwezi wa ushuhuda. Mwezi wa 6 ukae ni mwezi wa neema. Mwezi wa 6 ukae ni mwezi wa baraka. Mwezi wa 6 ukae ni mwezi wa kuinuliwa. Na yeyote Bwana atakayeketi na kuomba, ukamuinulie baraka kutoka kitini pako, ukaachilie msaada kutoka kitini pako, na kila mmoja aseme hakika wewe ni Mungu. Ninakuomba Baba yangu wa mbinguni, watoto wako wanaosikia, inawezekana mwingine hawezi kuomba, achilia msaada ndani ya kinywa chake, achilia neema ndani ya kinywa chake na moyo wake, akaombe sawa sana mapenzi yako, ili Bwana mwezi wa 6 ukae ni mwezi wa ushindi. Ninakutamkia baraka ndani ya mwezi wa 6, ninakutamkia ushindi ndani ya mwezi wa 6, ninakutamkia mafanikio ndani ya mwezi wa 6, ninakutamkia kuinuliwa ndani ya mwezi wa 6. Wewe unayenisikiliza, ninakutamkia neema ndani ya mwezi wa 6, na Mungu aliye mbinguni akufanikishe, na Mungu aliye mbinguni aachilie msaada. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, mkono wa Bwana ukae juu yako, baraka za Mungu zikae juu yako, neema ya Bwana ikae juu yako, kibali cha Bwana ikae juu yako, na mkono ulio juu mbinguni ukaachilie neema. Rika ya masharia manto, ribo sharia masaya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakwenda kinyume na roho za ajali, ninakwenda kinyume na roho za magonjwa, ninakwenda kinyume na kila roho za uharibifu ambazo adui shetani amepanga kuachilia mwezi wa 6. Hazitafanikiwa. Ninafunga mlango wa magonjwa katika jina la Yesu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mkono wa Mungu Baba ukae juu yako. Neema ya Bwana ikakufunike unayesikia. Neema ya Bwana ikakufunike unayesikia. Neema ya Bwana ikafunike nyumba yako. Neema ya Bwana ikafunike watoto wako. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Sifa na utukufu zikurudie wewe Baba yetu wa mbinguni. Asante Baba kwa wema wako na fadhili zako. Asante Baba kwa mkono wako wenye nguvu. Ninalitukuza jina lako Yesu. Ninasema asante kwa sababu wewe Bwana ni mwema. Sifa na utukufu zikurudie wewe Bwana uliye juu mbinguni. Na wote tuseme amen. Uwe na usiku mwema wenye ushindi. Nimesisitiza pia, amka saa 6 kamili. Amka, jiandae kwa ajili ya kuandaa mwezi wa 6 kiroho.
Usifanye masiana haya mambo. Wako watu walipuuza vitu hivi hapo wakajikuta baadaye wanaingia kwenye uharibifu. Jitahidi kila lango la mwezi unaliombea. Na leo hii Roho Mtakatifu ameachia mafunuo. Ninakusihi na wewe unanisikiza kila wakati, usipuuze maombi haya. Nenda kaombe lango la mwezi wa 6, na tarehe 30 ya mwezi wa 6 utakuja na ushuhuda mkuu, maana Mungu hawezi kukaa kimya juu ya wale wanaomtii na kumheshimu. Utii ni bora kuliko zabihu. Neema ya Bwana ikufunike na mkono wa Bwana wewe